Na tukitoka huko, wacha tufululize maeneo ya Pokot Magharibi ambapo vuta ni kuvute kuhusu fidia na manufaa mengine katika mradi wa ujenzi wa mfumo wa maji taka wa Makutano Kapenguria katika kaunti ya West Pokot imeendelea kutokota, huku wakazi wa Kaplelach wakimlaumu mwanakandarasi kwa kushindwa kuwalipa fidia ya ardhi yao. Wakazi hao wamesema kwamba wamevumilia kwa muda mrefu bila kulipwa fidia, wakidai kuwa mkandarasi wa mradi huo amepuuza na hata kujaribu kuwalaghai. Katika hali ya taharuki, wakazi walitishia kumfurusha mkandarasi kutoka eneo hilo, hali iliyowalazimu viongozi wa kisiasa kuingilia kati na kuwatuliza. Hebu sasa tujiunge naye mwandishi wetu wa habari Andrew Juma atueleze kwa kina yanayojiri katika maeneo hayo. Hali ya taharuki imetanda katika eneo la Kaplelach, eneo bunge la Kapenguria, kaunti ya Pokot Magharibi, kwenye mfumo wa maji taka wa Makutano Kapenguria. Kulingana na wakazi hawa, mkandarasi anayeendesha shughuli ya ujenzi wa mradi huo ameshindwa au amekataa kutoa baadhi ya fidia ambayo wenyeji au wamiliki wa eneo hili wanaendelea kudai. Hii kitu project ilikuja kwa usuri, tukapokea, tukafurahia, kazi ikaendelea kufika saa hii. Kama sisi kijiji hakuna genye tumefanyiwa, na hii project imefunika hata watoto wetu. Tulikubaliana na hawa na walituambia mnahitaji nini, tukaambia tunahitaji madarasa 4 na maji. Na wakati ulipoandika hizo mambo, hata mpaka leo hawajatutengenezea hiyo vitu tuliokubaliana na hawa, na wamekwisha kumalisha tayari ujenzi ya switch na hakuna kitu ambayo tumepata. Hao ndio tunaenda kuuliza. Wakati kama ya leo tumekaribisha mbunge wetu aje hapa ashuhudie kama kuna kitu ambayo imejengwa, aone na macho, na kama hakuna aone na macho. Viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi akiwemo gavana wa zamani wa kaunti ya Pokot Magharibi John Lonyangapuo, mbunge wa Kapenguria Samuel Moroto na mwakilishi wa kike Rael Kasiwai wameweza kufika katika eneo hili katika kutuliza hasira ya wenyeji wa eneo hilo ambao wanasema kwamba kulingana nao hawataruhusu kukamilishwa kwa mradi huo iwapo baadhi ya matakwa wanayodai haijaweza kutimizwa. Sheria ya public participation inategemea vile raia ya hapa wanasema. Raia hapa wamesema vitu mingi sana yenye tumepewa hapa. Wanataka borehole wa tartar, wanataka transformer and so on and so on. Kabla na normali tuko walitangaza vitu vyao ile walikuwa wanataka mingi sana. Hata Cattle Dip walisema, na Sokol wakasema yao, Sebulion Village na Makutano wakasema yao. So kwa hivyo nisema ya kwamba tumefurahia project imeendelea vile imefika, lakini hakuna kitu ya CSR imewekwa chini. Watu wana complain hata juu ya mambo ya vijana kwa kuajiriwa, na project ndio hii iko naisha. Na kwa hivyo tunaitisha mkutano kubwa kati ya sisi viongozi na kampuni hii next week tarehe 16, kwa sababu project hii ni ya pesa nyingi sana. Tunaambiwa kwamba hii project ni 800 million na CSR ambao wame promise community ni only 5 million. Kulingana na sheria hiyo pesa ni kidogo sana, na tunahitaji kampuni hii wakuja watuelezee kwa nini walipeana pesa kidogo, na hata hiyo pesa kidogo haijawahi kuletwa na haijafanya kitu chochote. Juzi wale presidential team walikuja mpaka hapa na wakasema kwamba by January February wanataka president anakuja afanye nini, launch. Ndio sasa hii kitu ifanyike, lakini uweze kuleta president mali kelele, watu hata na maro yao hawajafurahia. Kwa hivyo nataka niambie wale wanahusika saizi, tumewapatia mpaka Monday on 16th watueleze wamefika wapi na nini watamalizia, ili wakati Mheshimiwa Rais na timu yake na wananchi wa hapa wanakuja lazima waimbe wakisema kwamba tulifaidika.
Mradi huu hata hivyo unaotarajiwa kuzinduliwa rasmi na kiongozi wa taifa Rais William Ruto unaendelea kukumbana na changamoto kadha wa kadha, wenyeji wa eneo hilo sasa wakitishia kusambaratisha shughuli hiyo, wakitangaza kwamba hawataruhusu kuzinduliwa kwa mradi huo iwapo viongozi wa kaunti ya Pokot Magharibi hawataweza kumshurutisha mkandarasi huyo kuweza kusikiza kilio chao. Andrew Juma, TV47 katika eneo la Kaplelach, kaunti ya Pokot Magharibi.